Karibu tena Pop Recaps. Leo tunaendelea na sehemu ya 3 ambayo ndiyo sehemu ya mwisho ya movie hii ya kusisimua. Jiandae kuona siri zote zikifichuliwa, haki ikitendeka na hatima ya wahusika ikiamuliwa mara moja na kwa wote. Wakati wengine wote walikuwa na mashaka, bibi yake Do-yoon alichambua mambo kwa utulivu. Alijiuliza kwa nini mwanaume mwenye moyo mgumu kama Do-yoon angesaini mkataba huo kama hakumpenda Yuri tangu mwanzo. Lakini Yura hakuwa tayari kukaa kimya. Alimnunulia dada yake John mkoba wa kifahari ili achapishe uvumi mtandaoni, akidai kwamba Yuri alimwacha mchumba wake ili awe na tajiri. Kashfa hiyo ilienea hadi kwenye darasa la upishi, ambapo mmoja wa wanawake alijaribu kumpiga mama yake Do-yoon kwa sababu ya uvumi huo, lakini Yuri alipokea pigo hilo na akalirudisha. Mama mkwe wake alipoona ujasiri wake, alichanganyikiwa na akamtaka amweleze ukweli wa jinsi kila kitu kilivyoanza. Do-yoon akakiri kwamba mkataba huo ulikuwa wa kumwokoa Yuri kutoka kwenye familia yake yenye sumu, na hata akafichua kwamba walikuwa wamejaribu kumtilia sumu. Akiwa amevunjika moyo, mama yake Do-yoon akaenda kumkabili mama wa kambo. Mwanamke huyo alidhani walikuwa wamekuja kuomba talaka, lakini alibaki ameduaa pale mama yake Do-yoon alipomtetea Yuri. Baadaye, wakati wa chakula cha familia, Won alianza tena kumshambulia Do-yoon kwa hadithi ya zamani, lakini Do-yoon akatoa video iliyokuwa ikieleza ukweli wa ajali ya utotoni, na Won akaonekana wazi kuwa alikuwa mwongo. Akiwa amechoshwa na migogoro hiyo, bibi alitangaza kwamba mrithi wa kampuni angeamuliwa kwa matokeo yao kazini. Baada ya hapo, Yuri akampikia bibi yake wa mume supu kwa sababu alikuwa ameugua kutokana na msongo wa mawazo wa kifamilia. Ingawa supu hiyo haikuwa tamu, bibi huyo aliguswa alipogundua kwamba alikuwa amejifunza kupika ili kuishi. Kisha akamuuliza kama kweli alimpenda Do-yoon. Yuri akamjibu kwamba ndiyo. Jibu hilo lilimfurahisha sana bibi huyo kwa sababu Do-yoon alikuwa amesema jambo hilo hilo. Baadaye Yuri na katibu walimtembelea mlezi wake wa utotoni. Mwanamke huyo alimtambua na akamweleza kwamba mama yake wa kambo alimfukuza kazi kwa sababu alimlinda Yuri dhidi ya manyanyaso yake. Kwa upande wake, Do-yoon aliwasilisha ushahidi uliothibitisha kwamba Yura ndiye aliyewadanganya John na dada yake ili waanzishe uvumi mtandaoni. Hivyo akalisafisha jina la mke wake. Baada ya hapo, mama yake Do-yoon alimpeleka Yuri kwenda kukabiliana na familia yake, akiwaambia kwamba angewafungulia mashtaka kwa madhara yote waliomsababishia. Baba yake alikuwa karibu kuamini kila kitu, lakini mama yake wa kambo aligeuza hali hiyo kwa kudai kwamba Yuri alikuwa akivuruga biashara zake na bibi. Hilo lilimfanya baba yake aumie sana, jambo ambalo mama yake wa kambo alilitumia kumlaza hospitalini na kuchukua uongozi wa kampuni. Hata hivyo, Yuri aliweza kupenya ulinzi na akampa baba yake matokeo ya kipimo cha DNA yaliyothibitisha kwamba yeye ndiye baba yake halisi. Mwanaume huyo alivunjika moyo alipotambua kwamba mke wake alikuwa amemdanganya maisha yake yote. Pigo la mwisho lilikuja pale Yuri alipomwambia kwamba mama huyo alikuwa akimpa dawa za kumdhoofisha ili amiliki mali zote. Baadaye Yuri aliona kovu la moto mkononi mwa mpishi wake, jambo lililomfanya aanze kuunganisha vipande vya fumbo. Mpishi huyo ndiye alikuwa mama yake mzazi. Hakukuwa na namna nyingine isipokuwa kukiri ukweli wote. Alimweleza kwamba baba yake Yuri alimdanganya akisema mtoto alikufa wakati wa kuzaliwa na akampeleka Marekani. Miaka baadaye alipogundua kwamba Yuri alikuwa hai, alirudi kwa siri kumlinda kwa hofu kwamba angekataliwa. Badala ya kumchukia, Yuri alimwomba waache yaliyopita nyuma yao na akamsihi amsaidie. Kwa bahati mbaya, mama wa kambo alisikia mazungumzo yote. Alipomwona mwanamke huyo, alimtambua kuwa mke wa kwanza na akaingiwa na hofu kwa sababu ndiye aliyekuwa ameajiri jambazi aliyechoma nyumba miaka iliyopita ili amuue. Akiwa na hofu ya kufichuliwa, alimuita tena mhalifu huyo na kumwamuru awaue wote wawili. Baada ya hapo, mama wa kambo akaandaa sherehe kubwa kutangaza hadharani kwamba sasa yeye ndiye rais mpya wa kampuni kwa sababu mume wake alikuwa mgonjwa sana na hangeweza tena kufanya kazi. Lakini wakati huo wa shangwe, Yuri aliingia na kumkanusha mbele ya watu wote, akianza kuhoji uongo wake wote hadharani. Mara moja katibu na babu wakaingia na kumpa pigo la mwisho kwa kufichua mbele ya kila mtu kwamba alikuwa akimzika mume wake akiwa bado hai ili achukue madaraka. Mama wa kambo akagundua kwamba katibu
wake alikuwa amemsaliti na kwamba mume wake tayari alijua ukweli wote. Kabla hajapata nafasi ya kujitetea, mzee huyo alimfukuza kutoka kwenye familia. Yura hakujali yaliyompata mama yake, lakini dunia yake iliporomoka aliposikia kwamba Yuri hakuwa yatima wa kuasili, bali ndiye binti halali wa familia. Kwa hilo, Yura alielewa kwamba alikuwa amepoteza urithi wote na kubaki hana chochote. Mama wa kambo alipoishia kufukuzwa, akaanza kulala kwenye gari la mpenzi wake, yule jambazi wa zamani. Yura naye hakuweza kuvumilia kuendelea kuishi na baba yake, hivyo akamwomba Won amlipie hoteli. Hata hivyo, aligundua kwamba alikuwa mjamzito na hakujua mtoto alikuwa wa Won au wa Jeon, lakini mama yake alimwamuru aseme kwamba mtoto huyo ni wa Won kwa vyovyote vile. Yura alipomwambia Jeon habari hiyo, mwanzoni alitilia shaka kama mtoto alikuwa wake kutokana na maisha aliyokuwa akiishi Yura. Hata hivyo, mwishowe alikubali, akiamini kwamba kuwa na mtoto kungemfanya aonekane mtu mwenye kuwajibika mbele ya familia yake. Baadaye Yura alikwenda kwenye ukumbi wa sanaa na akakutana na jambazi huyo. Mwanaume huyo alimwambia jambo lililomfanya ashindwe kuamini. Alisema kwamba walifanana sana na akadokeza kwamba huenda yeye ndiye baba yake mzazi. Pigo hilo lilikuwa kubwa sana kwa sababu lilimaanisha kwamba yule aliyedhaniwa kuwa binti tajiri alikuwa mtoto wa mhalifu, wakati Yuri ndiye aliyekuwa mrithi wa kweli wa kila kitu. Kwa upande mwingine, Yuri alikwenda pamoja na katibu kwenye karakana ambayo mama wa kambo alikuwa akitengenezea michoro bandia. Katibu alipokuwa akichunguza ndani, Yuri alibaki nje akisubiri Doyon afike. Lakini waliowasili kwanza walikuwa mama wa kambo na jambazi huyo. Mama wa kambo alimwamuru amgonge Yuri kwa gari. Jambazi huyo akaongeza mwendo kwa kasi, lakini Doyon akaingilia kati kwa gari lake na kumwokoa. Wote wakaishia kituo cha polisi na wahalifu hawakuwa na njia nyingine isipokuwa kukiri, hasa baada ya mpishi ambaye alikuwa mama halisi wa Yuri kufika na kudai kesi ya moto wa miaka iliyopita ifunguliwe upya. Waliporudi nyumbani, Yuri aliona kwa bahati kwamba Doyun alikuwa na namba zile zile mkononi mwake kama alizokuwa nazo yeye. Akiwa ameduaa, alimuuliza kama naye pia alikuwa amerudi nyuma kwa wakati. Doyun akakiri kwamba ndiyo, jambo lililosababisha wagombane na Yuri. Akakasirika bila kutarajia, lakini baadaye alimtafuta ili wapatanishe, akikiri kwamba naye alikuwa amemficha siri hiyo. Hapo ndipo Doyun alimfungulia moyo wake. Alimweleza kwamba miaka mingi iliyopita aliona mchoro wake ukiwa kwenye maonyesho nje ya nchi na akampenda msanii huyo bila hata kumjua. Katika mstari wa awali wa maisha, alijaribu kumtafuta, lakini John alimuwahi na kumwoa. Kwenye mnada wa sanaa, aliumia sana kuona jinsi kila mtu alivyokuwa akimbadilisha. Hivyo alipopewa nafasi ya kurudi nyuma kwa wakati, akaamua kumlinda. Ili kuondoa mashaka yao, wawili hao walimtembelea yule mganga wa kienyeji kumuuliza nini kingetokea tarehe ile ilipotimia. Mzee huyo aliwaambia kwamba ni Mungu pekee anayejua siku zijazo na kwamba walipaswa kufurahia maisha kwa amani. Lakini utulivu huo haukudumu. Won alisababisha mfanyakazi mmoja kufa kwenye eneo la ujenzi kutokana na uzembe na uchoyo wake. Alijaribu kumlaumu marehemu, lakini Doyun alipata ushahidi wa ufisadi wake na kumkabidhi bibi yake. Kwa maumivu makubwa, bibi huyo aliita polisi na kumpeleka mjukuu wake mwenyewe gerezani. Muda mfupi baadaye, Yuri alithibitisha kwamba alikuwa mjamzito. Doyon alifurahi kupita kiasi, lakini furaha yao haikudumu. Won alitoroka na kabla hawajajua kitu, akamteka Yuri. Doyon aliofuatilia na kuwazuia barabarani, ambapo akagundua kwamba Won alikuwa akijifanya kilema muda wote. Mapigano makali yakaanza na Won akamchoma Doyon tumboni, akamwacha akivuja damu chini. Mhalifu huyo alikuwa karibu kumshambulia Yuri, lakini Doyon alikusanya nguvu zake za mwisho na kumpiga mpaka akapoteza fahamu. Wakati huo huo, lori lile lililomuua Yuri kwenye ajali ya awali ilipita mbele yao, lakini safari hii likaendelea bila kumgusa. Mara moja, tarehe zilizokuwa mikononi mwao zikatoweka, zikithibitisha kwamba walikuwa wameivunja hatima. Hata hivyo, Doyon alikuwa katika hali mbaya sana. Alizimia na kukimbizwa moja kwa moja kwenye chumba cha upasuaji wa dharura. Miezi kadhaa baadaye, Yura akiwa na ujauzito mkubwa, alienda kusihi familia ya Won wakubali mjukuu wao, lakini kipimo cha DNA kilithibitisha kwamba mtoto hakuwa wa Won.
Akiwa hana pesa wala mahali pa kwenda, alilazimika kumtafuta John. Alimkiri kwamba hakuwahi kumpenda, lakini yeye ndiye baba wa kweli wa mtoto wake na angepaswa kumvumilia maisha yake yote. Baadaye alimtembelea mama yake gerezani na kukata uhusiano naye, akimlaumu kwa kuharibu maisha yake. Muda mfupi baadaye, Doyon akiwa amepona, alimweleza Yuri ukweli kuhusu ajali iliyomuua kwenye maisha ya awali. Katika mstari wa kwanza wa maisha, dada yake alikuwa amempigia simu akimwambia kwamba Yuri alikuwa ameshtakiwa kwa udanganyifu. Akiwa anakimbia kwenda kumwokoa, alipata ajali karibu wakati ule ule ambao lori lilimgonga Yuri. Alipotoka kwenye gari lake akiwa anakata roho, alimuomba Mungu afanye muujiza ili amwokoe, na hapo ndipo safari yao ya kurudi nyuma kwa wakati ilipoanzia. Baada ya kila kitu kufafanuliwa na madeni yote kulipwa, miaka ilipita na wawili hao wakapata binti mzuri sana. Wakafanikiwa hatimaye kuunda familia walioitamani siku zote. Na hivyo ndivyo hadithi hii inavyofikia mwisho. Kama umefurahia muhtasari huu, usisahau kubonyeza like, kuacha comment na subscribe, huku ukiwasha kengele ya taarifa ili usikose video nyingine. Kwa sasa nawaaga, tutaonana kwenye recap ijayo.